Habari za asubuhi, madam. Salama, nina uhakika upo hapa kwa ajili ya usajili. Cha usiku? Maya, Mungu wangu. Vipi hali yako? mimi niko poa, sijui wewe. Mimi niko poa pia, umependeza. Asante. Unafanya nini hapa? Nafanya kazi hapa. Kweli? Kweli, nafanya kazi hapa. Na wewe je? Mimi nimekuja kwa ajili ya usahili. Kweli? Ndiyo. Vizuri sana. Hebu subiri kwanza. Mbona hukuniambia kuwa kampuni yenu inahitaji wafanyakazi? Sikuwa najua, ndio nimepata taarifa leo asubuhi. Kama ningejua mapema ningekuambia rafiki yangu. Usijali rafiki yangu. Mwenzi hapa nilipo naomba tu nipate hii kazi. Usiwe na hofu, utapata tu. Nitazungumza na uongozi kuhusu hilo. Kweli? Bila shaka. Unamaanisha utafanya hivyo kwa ajili yangu? Ndiyo Maya, marafiki tunatakiwa kusaidiana, au umesahau kuwa mimi na wewe ni marafiki wa karibu? Asante sana cha usiku. Ndio maana nakupenda. Nakupenda pia rafiki yangu. Sasa nitakupa fomu ujaze, halafu baada ya hapo utaenda kumuona meneja, sawa? Sawa. Usaili umeendaje? Usaili umeenda vizuri sana. Hivi una nini Maya? Unajua umenishtua sana uliposema da. Usiogope bwana, meneja amesema nisubiri aongee na uongozi wa kampuni, maana kati ya watu wote waliofanya usaili, mimi ndio nilifanya vizuri zaidi. Hivyo amesema nina sifa za kupata kazi kwenye hii kampuni. Uko serious Maya? Ndiyo. Hiyo ni habari njema sana. Kama kweli meneja amesema hivyo, naamini mambo yatakuwa mazuri. Kwa kweli hongera sana rafiki yangu. Asante sana rafiki yangu, na mimi hata wewe pia umechangia kumshawishi meneja aniajiri. Umejuaje? Yaani ulivyoingia tu kwenye usaili nilimtumia meneja message nikamwambia wewe ni ndugu yangu. Hivyo ajitahidi kukuzingatia. Kwa kweli nimefurahi sana rafiki yangu. Mimi pia nimefurahi sana kusikia meneja kakupitisha. Kusema kweli Mungu anatupenda sana. Yaani tumesoma shule moja sekondari, tumesoma chuo kimoja na sasa tutafanya kazi kampuni moja. Ni kweli kabisa Maya, Mungu ana mipango mikubwa na sisi. Samahani rafiki yangu, hivi mazingira ya kazi ya hapa yakoje? Mazingira ya hapa kazini ni mazuri sana. Nina uhakika utayapenda. Nafikiri utapewa mafunzo ya utambulisho baada ya kupata barua ya ajira, maana hiyo ndio hatua inayofuata. Sawa, ngoja nisubiri majibu ya uongozi. Samahani kidogo, naomba nipokee simu. Sawa. Halo? Halo cha usiku, umemaliza kazi niliyokupa? Ndiyo bosi. Sawa, naomba uje ofisini kwangu sasa hivi. Sawa bosi, nakuja sasa hivi. Maya, ngoja nikamuone meneja, narudi muda si mrefu. Sawa rafiki yangu. Ingia. Ndiyo bosi. Nimezungumza na uongozi na nimewapa ripoti za watu waliokuja kufanya usaili. Kwa hiyo tumemchagua Maya, maana yeye ndiye aliyefanya vizuri zaidi. Sawa bosi. Sasa nataka umwambie Maya kuwa amepata ajira, na pia mwambie aje ofisini kwangu ili nimpe maelekezo kuhusu kazi anayotakiwa kuifanya. Sawa bosi. Asante. Vipi, meneja kasemaje? Samahani Maya. Samahani? Mbona sielewi? Haujapata kazi, uongozi umesema kuna mgombea mwingine mwenye sifa zaidi yako. Hiyo inawezekanaje? Mbona meneja alinihakikishia kuwa nimepata kazi, au amebadili mawazo? Mimi sijui kwa kweli, maana nilijaribu kumshawishi lakini aliendelea kusisitiza kwamba huyo mgombea mwingine ana sifa zaidi yako. Sawa, hakuna shida.
Usijali rafiki yangu, nitahakikisha na kutafutia nafasi yoyote itakayopatikana, sawa? Sawa. Pole, najua unavyojisikia. Ni sawa, labda ni kosa langu. Nafikiri nilifurahi kupita kiasi. Hapana, usiseme hivyo. Nina uhakika utapata kazi sehemu nyingine, sawa? Sawa. Nitakupigia simu jioni nikitoka kazini. Sawa. Ni matumaini yangu kwamba Maya ataanza kazi na sisi wiki ijayo. Samahani bosi, amesema hawezi kufanya kazi na sisi. Amesema yeye yuko juu zaidi ya kiwango cha kampuni yetu na alikuja kwenye usaili ili kutuchezea muda wetu. Yaani huwezi amini bosi, yule msichana na dharau sijawahi kuona. Kweli amesema hivyo? Ndiyo, amesema hivyo, lakini pia amesema kumchagua yeye kwenye hii kampuni inaonyesha kuwa sisi tuko chini ya kiwango sana. Kuna watu na mambo ya ajabu kweli. Yaani, nilijaribu kumshawishi aje ofisini kwako lakini alikataa na kuondoka. Sawa, hilo sio tatizo. Hakikisha unamwajiri mgombea anayefuata. Sawa bosi. Karibu kwenye ulimwengu wa ndoto hadi hadithi zinazohamasisha. Halo Maya, nimeona email yako hapa, lakini msaidizi wangu aliniambia kuwa hutaki kufanya kazi na sisi, ndio maana uliondoka. Hapana boss, niliambiwa kuwa sijachaguliwa kwa sababu kuna mtu mwingine mwenye sifa zaidi yangu. Hapana, nani alikwambia hivyo? Aliniambia hivyo ni Chausiku. Mimi pia Chausiku ndo aliniambia kwamba wewe ulisema hutaki kufanya kazi na sisi. Kunahisi ni kwa nini amekufanyia hivyo? Sijui boss. Hebu niambie ukweli, unamfahamu Chausiku? Ndiyo, namfahamu, ni rafiki yangu. Oh, kumbe ni rafiki yako. Ndiyo boss. Sawa, nitafuatilia hili jambo hadi nijue ukweli wake. Kesho utakuwa na nafasi? Ndiyo boss. Tafadhali njoo ofisini kwangu kesho asubuhi. Sawa boss. Asante kwa kuja Maya. Nataka nijue ni kwa nini Chausiku hataki kufanya kazi hapa. Hakuna shida boss. Nipe dakika chache tu. Sawa boss. Hello bosi. Ndiyo Chausiku, tafadhali naomba uje ofisini kwangu mara moja. Sawa bosi. Ingia. Maya, unafanya nini hapa? Anafanya nini hapa? Chausiku, unauliza anafanya nini hapa? Maya alitakiwa awe mfanyakazi hapa, lakini ukamwambia hana sifa na pia ukanidanganya kwamba hataki kazi. Samahani sana bosi. Unasema samahani? Unawezaje kumnyima mtu kazi yake na kuinyima kampuni mtu mwenye ujuzi kama huyu? Samahani sana bosi. Tatizo ni kwamba tulipokuwa chuoni, Maya alininyang'anya mpenzi wangu. Hivyo nilikuwa nataka kulipiza kisasi. Jamani Chausiku, mbona unaongea uongo? Hivi Chausiku, hiyo ni sababu ya kutosha kumfanya mtu akose kazi? Samahani bosi, naahidi haitatokea tena. Na kweli haitatokea tena kwa sababu umefukuzwa kazi. Tafadhali bosi, naomba unisamehe. Sitarudia tena. Siwezi kukusamehe Chausiku, maana ni wazi huwezi kutenganisha kazi yako na maisha yako binafsi. Kwa hiyo nakushauri uende ofisini kwako, ukusanye kila kilicho chako na uondoke hapa kabla sijaita walinzi wa kutoa kwa nguvu.